Wakazi wa Arusha, mamia ya wanawake kwa wanaume wakifanya maandamano kama sehemu ya utamaduni wa kumsalimia mgeni rasmi Rais Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Katika maadhimisho haya, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuwa kauli mbiu ya mwaka huu, wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, ni harakati ya jamii nzima kuwekeza katika malezi. Rais Samia amesema katika kufikia usawa wa kijinsia katika ngazi zote za elimu, idadi ya wasichana katika vyuo vya ufundi kwa sasa ni kubwa kuliko ya wavulana. Lakini katika mazingira maalum, usajili uliofanywa miaka hii, hasa mwaka huu, tumekuta watoto wa kike wako wengi kidogo zaidi kuliko watoto wa kiume, na hiyo ni kwa ngazi zote, msingi na sekondari. Kwa hiyo kwenye elimu tumeshafanya vizuri. Uwasili wa watoto wa kike ndani ya shule ni 51% kama population yetu au idadi ya watu inavyotuambia. Rais Samia amesema hayo ikiwa ni miezi michache tu tangu kuzinduliwa kwa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 inayosisitiza elimu ya amali kwa ajili ya kupunguza tatizo la ajira. Kwa upande mwingine, kwenye elimu ya vyuo vya ufundi vilipokea wanafunzi 130,886, lakini wanawake ikiwa ni 58.87, na vyuo vya ufundi na ufundi stadi vilipokea wanafunzi 191,994, wanawake wakiwa 77.19. Sasa zile kazi zilizokuwa si za wanawake zinakwenda kufanywa na wote, kwa sababu vyuo hivi vinakwenda kufundisha stadi zote, na wanawake nao wanakwenda kujifunza katika stadi hizo. Na katika maonyesho tumeona TANESCO alikopita hapa, wanamama wamefunga mikanda, wako juu nguzo, wanaunga umeme. Kwa hiyo sasa usawa wa kijinsia kwenye eneo hilo limepatikana. Maadhimisho hayo yalijumuisha viongozi mbalimbali, yamefana kwa kuanza na maandalizi ya takriban juma zima chini ya mkuu wa mkoa huo Paul Makonda. Mheshimiwa Rais, katika wiki hilo tumefanya mambo makubwa manne. Ukiangalia kule mkono wako wa kushoto utaona kuna mabanda, tuna zaidi ya mabanda 500. Mabanda hayo yalitumika katika mambo makubwa manne. Kuna maonyesho ya sekta zote, kuna upande wa utoaji wa elimu ya sekta zote, kuna upande wa huduma ya sekta zote, lakini pia tulikuwa na mechi kali sana hapa kati ya timu za Yanga ya wanawake, Simba ya wanawake, JKT ya wanawake pamoja na Fountain Gate. Mheshimiwa Rais, sherehe zetu zilihitimishwa jana na ulaji wa nyama. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametumia jukwaa hilo kuwaomba wanawake wa Tanzania kuwa sehemu ya kutunza amani ya nchi. Kwa hiyo na leo niseme basi, kina mama tunawaomba, amani ya nchi yetu iko mikononi mwenu. Msichoke kutufundisha, msichoke kutukumbusha, msichoke kutukemea kila mtakapoona tunahatarisha amani ya nchi yetu. Jukumu la amani ya nchi yetu ni la kina mama. Sisi tutaendelea kuwa wanafunzi wenu na tutaendelea kuwasikiliza bila kujali umri wetu, bila kujali madaraka na nafasi zetu. Kwa upande wake, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema mwaka huu wanawake wamejitokeza vya kutosha kushiriki katika makongamano ya wanawake iliyofanyika sehemu mbalimbali hapa nchini. Hii inaonyesha wanawake wameitika. Kama we ni mwanamke huko uliko, nyanyua mikono, sema Dr. Samia oye. Mheshimiwa Rais, hatukuwa tuna makongamano ya kuongea. Tulikuwa tunafanya maonyesho ya uuzaji wa bidhaa zinazozalishwa na wanawake wajasiriamali. Tunatoa huduma, tunawezesha wanawake kuongeza kipato, na wengine kusikia shuhuda za wenzao walifanya nini kufikia fursa za kiuchumi, jinsi gani walipata mitaji isiyo na riba ambayo umeitoa, na jinsi gani wamepata mitaji ya riba nafuu ambayo umeitoa. Wengi walikuwa hawajui, wakasikia, wenye vilio na tabu za kuteswa na watu wabaya katika haki zao walikutana uso kwa uso na kampeni ya Samia Legal Aid. Sema Samia Legal Aid huko.
Nao baraza la wanawake BAWACHA la Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA halikuwa kando. Limeungana na wanawake kote duniani kuadhimisha siku hii adhimu kwao, wakifanya mkutano maalum uliofanyika jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Mlimani City, huku mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu akiwa mgeni rasmi. Lakini kwa kipekee kabisa niwapongezeni wote ambao mmeshiriki kufanya sherehe hizi kufana namna hii. Kushiriki kwa kujitolea fedha zenu, kwa kujitolea muda wenu, kufanya kazi ambayo ni muhimu kiasi hiki bila kutazamia kulipwa. Kufanya kazi muhimu kama hii kwa kujitolea. Niwashukuruni sana na niwapongezeni sana kwa majitoleo yenu. Kuna namna nyingi sana za kuthibitisha kwamba tuna chama. Maadhimisho hayo yamehudhuriwa na wanachama wa CHADEMA, wanaharakati wa haki za wanawake na wadau mbalimbali waliokuja kuonesha mshikamano katika kuendeleza ajenda za haki na usawa wa kijinsia. Hata hivyo, ripoti iliyotolewa Alhamisi ya juma hili na idara ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za wanawake na usawa wa jinsia imegundua kuwa karibu robo moja ya serikali kote duniani zimeripoti kuzorota kwa haki za wanawake mwaka jana. Pia imeeleza ubaguzi bado umejikita katika uchumi na jamii. Licha ya baadhi ya maendeleo ikiwemo elimu kwa wasichana na fursa kwa uzazi wa mpango, UN Women imesema mwanamke au msichana anauawa kila dakika 10 na mshirika au mwanafamilia, na kwamba kesi za manyanyaso ya ngono yamehusiana na mizozo zimeongezeka kwa 50% tangu mwaka 2022. Ripoti iliyotolewa kabla ya siku ya kimataifa ya wanawake siku ya Jumamosi pia imeeleza kuwa nchi 87 tu zimewahi kuongozwa na mwanamke. Katika tathmini mpya ambayo inajumuisha michango kutoka nchi 159, UN Women imesema nchi zimechukua hatua nyingi kusonga mbele na usawa wa kijinsia na haki za wanawake katika muda wa miaka 5 iliyopita, lakini haki kama hizo bado zinakabiliwa na ongezeko la vitisho kote duniani.